Simba wamekuwa na udhaifu kwenye eneo la ulinzi. Ndio. Kwenye eneo la ulinzi wamekuwa na udhaifu mkubwa sana, haswa nyuma ya kiungo cha ulinzi na mbele ya mabeki. Wanashindwa sana kufanya marking. Huo umekuwa ni udhaifu mkubwa sana kwa Simba Sports Club. Lakini pili, kuanticipate mashambulizi, wanawapa muda na nafasi viungo washambuliaji wa timu pinzani. Lakini pili, wamekuwa kiacha nafasi kubwa sana kwa washambuliaji kufanya vitu ambavyo wanavyovitaka. Yani wanapofika kwenye boksi inakuwa ni rahisi wao kufanya vitu ambavyo wanavyovitaka. Kwa hiyo hata goli ambalo wamefungwa leo unagundua kabisa ni udhaifu kwenye kufanya marking, kwa sababu Albert Kangwanda alikuwa msimu uliopita alikuwa ni top scorer namba 2 kwenye ligi ya Zambia, akifunga goals 13 akiassist mara 9. Ina maana huyu sio mchezaji wa kumchukulia poa. Shiblavu ni mchezaji hatari, yani ukimpa nafasi anaweza kukuadhibu muda wote. Of course anacheza ligi ya Zambia, kwa hiyo huwezi kusema kwamba akija hapa anaweza akafanya moja kwa moja vizuri, lakini lazima uwe na tahadhari. Sasa yupo kwenye box, fikiria anafanya movement akiwa free mpaka inapigwa cross, anaenda kuicheza kwa kichwa, yuko free. Fikiria, anapata muda, nafasi na kufikiria, na ndio maana ukiangalia kichwa alichokipiga kilikuwa kina kasi, kwa sababu alipata muda wa kuona inapigwa krosi na akaenda kushambulia nafasi na akapiga kichwa chenye nguvu na kufunga goli. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba Simba udhaifu ulikuwa kwenye eneo la ulinzi, ndio maana wakaruhusu lile goli. Lakini kwenye hicho kipindi cha kwanza mwanzoni Simba waliukamata mchezo, si ndio? Wakawa na possess, wanajaribu kutaka kutengeneza nafasi. Shida ya Simba tangia pre-season imeanza, achana msimu uliopita. Msimu uliopita shida ya Simba ilikuwa kwenye kutumia nafasi. Tangia pre-season imeanza, mimi nimezungumza, nimeandika mara kadhaa, shida ya Simba, watu wengi wanaendeshwa na hisia, wanamlaumu mshambuliaji badala ya kulaumu watu ambao wanatengeneza nafasi. Shida ya Simba sio mshambuliaji kufunga magoli, shida ya Simba ni watengenezaji. Simba kwenye mechi 4 za pre-season, ukirejea mpaka mechi ya Police Kenya, wamefunga magoli 2 tu. Sijui unanielewa vizuri? Yaani kwenye mechi 4 Simba wamefunga magoli 2. Of course unaweza kusema ni mechi za kirafiki na kadhalika, lakini kutengenezwa kwa timu kunaanzia kwenye hii pre-season. Kama ni mapungufu, mwalimu anapaswa kwenda kuyatatua kwenye kiwanja cha mazoezi kuanzia kwenye pre-season. Kwa ikija mechi ya mashindano kama hii, unapaswa kuona yale matatizo yakitatuliwa. Sasa kwa Simba ukiangalia, bado ile tatizo nimeliona leo. Yani leo Simba kipindi cha kwanza, licha ya kutengeneza nafasi, lakini bado nafasi ambazo walizokuwa wanatengeneza sio clear. Kwa hiyo sasa nini ambacho kinatokea? Wanawachongea washambuliaji, haswa Ibrahim Dumbia ukiangalia anakuja kufanya link up ya mashambulizi chini, inabidi atoke sasa kwenye box kuja kufanya link up, kuja kutengeneza. Lakini ukiangalia nature ya mtu kama Dumbia, ni mshambuliaji ambaye anapenda kusimama, yani ni mshambuliaji ambaye muda wote atatakiwa kulishwa. Lakini pili, ni mshambuliaji ambaye anategemea zaidi aerial balls, mpige crosses ndo ajaribu kufunga. Sio kwamba afunge kwa kutumia miguu, lakini kama mnatengeneza nafasi zilizokuwa wazi. Lakini ukiangalia leo, Libasege akuwa katika kiwango, Anset Oura akuwa katika kiwango kizuri, Chama Mwamba wa Lusaka, Chama ambaye ndo creator kwenye eneo la creation, sehemu ya ubunifu, hakuwa vizuri. Lakini cha mwisho, tuipongeze Young Africans kwenye eneo la defense na nidhamu ya kujilinda, walikuwa bora mno. Kabwe, kutokana na hicho ambacho umekizungumza, wewe unaamini kwamba Dumbia ni bora, lakini siku ya leo amekosa tu watengenezaji, ila bado apewe nafasi, ubora bado anaye? Kuna vitu viwili mpaka vitatu watu wanachanganya. Sibula vizuri Ndio. Na niliwahi kuuliza na nijibiwe kwa hoja. Yaani watu wasijibu tu kwa sababu mtu ameamua kujibu kishabiki. Nijibiwe kwa hoja. Simba wakienda kumsajili mchezaji, hawaendi tu kumsajili mshambuliaji ama mchezaji bora.
wanaweza wakasajili mshambuliaji ama mchezaji bora na mchezaji na mshambuliaji mwenye potential. Sijui vizuri. Dumbia bado mdogo, ana potential. Wameenda kumchukua ligi ya Mali akiwa top scorer. Sio maana yake? Simba walikuwa na madhumuni ya kuongeza watu kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa nao msimu uliopita kwenye eneo la ushambuliaji, haswa Jonathan Soa, wameondoka. Walikuwa wanataka kumuongezea Suleiman Mwalimu, mtu ambaye alikuwa ni Dumbia, sio vizuri, lakini wakati huo pia Mwalimu alikuwa na mpango wa kumchezesha Elim Panzu Kibisawala kama force number 9. Kwa hiyo angekuwa na watu watatu kwenye eneo la nini la ushambuliaji. Ina maana Simba walikuwa wameplani ya kwamba Suleiman Mwalimu ndio atakuja kusimama kama mshambuliaji wa mwisho. Si ndio maana yake? Kwa sababu yeye ndio alikuwepo msimu uliopita. Dumbia kwa sababu ni mgeni. Kwanza ni mgeni, lazima watu waelewe. Pili, ni mshambuliaji ambaye anatazama kama mshambuliaji potential. Sio tu mshambuliaji bora. Mshambuliaji ambaye anaweza akaja akawapa kitu Simba, kwa sababu lazima tuangalie daraja la Simba. Daraja la Simba guys, na nazungumza kila siku, sio daraja ambalo unaweza kulinganisha na club kama vile sijui Mamelodi, Al Ahly, sijui kwa level yetu sisi. Sijui kwa level yetu sisi. Unaweza ukaenda kumnunua mshambuliaji, ukampa muda, ukafanya biashara, ukamuuza pia. Kwa uwezo kwenda kumchukua mshambuliaji eti bilioni 8, bilioni 6, bilioni 7, alafu baadaye tena ukaja kupia ukafanya biashara. Ukishafika kwenye level hiyo, ina maana wewe level tena ya kuanza kuuza ovyo ovyo inakuwa ni ngumu. Lakini ukiangalia Simba kwa level ya Afrika, level ya Afrika ni mid table team, lakini ukija kwa level ya Tanzania, Simba ni timu kubwa. Mimi ukiniambia kwa Dumbia kwamba ata struggle kwenye ligi ya Tanzania, itakuwa ni uongo. Si vizuri. Ila kwenye ligi ile kubwa, kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika, inawezekana kweli akastruggle kwa sababu ni potential na tukujua nini ambacho anaweza katuletea, lakini bado ni mapema. Hii mechi yake ni ya 5. Mimi siwezi kumpima mchezaji kwa mechi 5, siwezi kumkataa mchezaji na kumsema vibaya eti kwa sababu hajafunga tu mechi ya Yanga, eti kwa sababu hajafunga mechi zingine. Mimi siwezi. Binafsi nikimwangalia Dumbia na muona ni mshambuliaji ambaye ana potential, na ndio maana hata Steve Barker hakumkataa. Sio vizuri. Sasa mimi na Steve Barker, nani ambaye ana elimu kubwa ya ukocha? Wewe mshabiki, wewe mchambuzi, nani ambaye ana elimu kubwa kati yako wewe na Steve Barker? Steve Barker ana elimu kubwa kuzidi sisi sote. Kwa binafsi ukiniuliza mimi nitakwambia Dumbia ana potential. Ni mali ile. Ni mtu ambaye unapaswa ukiacha tu hivyo, ukiacha tu ni mali. Anahitaji muda, kwa sababu Simba wanahitaji mshambuliaji ambaye pia watamvumilia. Uwezi tu kwenda from nowhere ukaenda kumchukua mshambuliaji eti kwa sababu ana thamani fulani kubwa ukamleta. Kwa sababu Yanga wamefanya kwa Sharulile, basi na Simba wanatakiwa wafanye hivyo hivyo. Haya, hakuna shida. Sisi tunafuatilia mpira wa Afrika. Hakuna shida. Sisi tunafuatilia mpira wa Afrika. Yanga si wamemchukua Sharulile? Haya, Simba tufanyeni sasa scouting. Simba wakamchukua mshambuliaji gani Afrika kwa bilioni 1 ambaye ana level kubwa kama Sharulile? Nimeuliza swali hapa. Yanga kaenda kamchukua Sharulile. Tena Sharulile kamchukua maji ya jioni. Miaka 30 ngapi? 32. Haya, sasa Simba of course waachane na Dumbia, waachane na washambuliaji wote, waende wakatafuta washambuliaji wa maana. Afrika hii waende wakatafuta washambuliaji wa maana Simba Sports Club. Sio vizuri wenye level kubwa. Haya tu. Sisi, wewe ni mwandishi wa habari, wewe ni mwandishi wa habari. Simba wakatafuta mshambuliaji gani? Mayele Al Ahly Tripoli wametoa zaidi ya bilioni 10. Tuongee ukweli, kwa level yetu sisi tuliokuwa nayo, Simba, Yanga wanaweza kaenda kutoa bilioni 10. Sio vizuri. Hiyo bilioni 1 tu ambao wametoa Africans kwa Sharulile ni mwaka mmoja. Si ndo maana yake, na ndo kapatikana huyo. Haya, Simba sasa waende wakamchukue Mayele bilioni 10. Simba waende wakamchukue nani? Waende wakamngoe basi mshambuliaji labda kutoka Al Ahly. Unaona linawezekana hilo? Kama sio unafiki ni nini? Kwa kuna muda tuongee uhalisia. Tusiongee porojo kwa sababu ya kuwaridhisha mashabiki. No, mimi sipo kwa ajili ya kuwaridhisha mashabiki. Simba ni mid table team Afrika, ni timu kubwa Tanzania. Utamlaumu Dumbia unavyotaka, lakini ukiniuliza mimi tatizo la Simba ni nini kwenye mchezo wa leo na michezo iliyopita? Tatizo la Simba ni kiungo cha ushambuliaji, na Young Africans leo hii walikuwa bora kwenye kila eneo wanacheza. Unaona wanacheza kwa swags, passion, technical ability, wanajituma Young Africans, ubora wa hali ya juu sana.
Wachezaji unaona kabisa wana kila kitu. How usiwape credit Young Africans? Unataka kulaumu baadhi ya wachezaji? Mimi nakataa bro. Kabwe tumeiona Simba uwanjani, yes. Lakini kabla ya mechi ya leo kulikuwa kuna kelele kubwa sana nje ya uwanja. Pengine tunaweza tukasema zile kelele zimeathiri ama kwenye hiki ambacho kimetokea sasa kinaenda kuathiri Simba kwa namna gani mwanzo wa msimu? Hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida, yani kama kuna kabla mjaingia kwenye mechi kubwa alafu mnapigizana makelele wenyewe kwa wenyewe. Huyu anavuta huyu aondoke, tajiri mwiti, tajiri huyu afari, kelele kibao. Wanapigizana wao wenyewe kwa yani wenyewe kwa wenyewe tu, hakuna maelewano. How mnaweza mkaendea mechi kubwa dhidi ya Young Africans mkaenda kushinda kirahisi? Kwa sababu leo tukiwa kweli kabisa wachezaji wengi wa Simba psychologically ukiwaangalia hata uwezo ndani ya uwanja leo kulikuwa hakuna kitu. Dibasege hakucheza mpira vizuri. Anseti Oura hakucheza vizuri. Chama hakucheza vizuri. Lakini waangalie Young Africans wakati wanaendea hii mechi ya Simba. Utulivu wa hali ya juu kwenye uongozi, alafu cha kuongezea zaidi wakaenda wakaitibua Simba kwa kwenda kumchukua Suleiman Mwalimu dakika za mwisho. Dakika za jioni wakaenda kuchukua. Sasa badala ya mashabiki watulize akili na viongozi na vichwa ili kuendea mechi, kwa sababu mnacheza na Young Africans, hamchezi na Namungo, au chezi na KMC, unacheza na Young Africans. Kwa unapocheza na Young Africans, hata kama Young Africans ndio wanaanza kutengeneza timu, you must be careful. Kwa sababu mimi kwenye mechi ya leo ukiniuliza nani ambaye aliingia kama favorite, alikuwa ni Simba, kwa sababu Simba wameondoka msimu uliopita na kikosi kile kile. Benchi la ufundi lile. Young Africans, Mangoba Mngiti, kocha mpya na benchi lake la ufundi. Leo kaanza Albert Kangwanda, kaanza Peter Sharulile na Hussein Zakwan. Mechi ya mwisho Young Africans na Simba pale Meja General Samuyo, juu alikuwa Prince Dube, alikuwa Pacome Zouzoua fundi wa mpira. Unakumbuka? Na Alan Okello. Sasa leo Mangoba Mngiti kwa kukuonyesha jeuri kwamba Young Africans tunaweza tukakufunga wewe Simba hata kama una kikosi ulimaliza kikosi bora na kuanzishia wachezaji wapya. Kangwanda, kaanza Sharulile, kaanza na nani? Na Hussein Zakwan. Kaanza nao juu na still kawatawala Simba kwenye moments, kaenda kafunga goli muhimu ambalo hilo goli muhimu kuanzia dakika zile za mwanzo mpaka second half kaweza kuzuia. Akaja baadaye kamuuliza tena swali gumu Steve Barker, kamuongezea mshambuliaji mwingine, kacheza na two strikers kwa maana ya Sharulile na Cheick Toure, na still Steve Barker ameshindwa kulijibu hilo swali.